Unapopata nafasi ya kusogea madhabahuni kwa ajili ya sadaka ya mavuno, unakwenda kwa neema. Ukiona umepata hiyo neema ukaja na mavuno kanisani, usijivune. Ukiangalia katika maisha yako, ukipiga hesabu vile ambavyo Mungu amekutendea, halafu ukipiga mahesabu vile ambavyo unavileta, hutafika mahali ukaelewa ni neema tu. Ukiona umetoa sadaka hayumi, ukiona umetoa sadaka haina alama, hiyo haijawa sadaka. Hakuna sadaka yote kwenye Biblia iliyotolewa alafu ikakosa kumuuma mtu aliyetoa. Sadaka ya mavuno inaandaliwa. Ndio maana leo nimesimama kukuandaa utoe sadaka ya mavuno ambayo ndani yako utasikia kwamba nimetoa. Mungu mwaminifu, Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tumesogea mikononi mwako. Sisi ni wanadamu, asili yetu ni dunia, utawala wetu umetawaliwa na dhambi, lakini Mungu tumekuja kwako, wewe uliye mtakatifu, ukae mbinguni, asili yako ni utakatifu. Sema na maisha yetu. Mahali ambapo Mungu unahitaji kutuonya, tuonye. Unapohitaji kutukemea, tukemee. Tupe maarifa ya kimbingu ili tuishi katika utukufu wako na kukupendeza wewe. Sema nasi neno lako Bwana, katika nyakati na majira haya ambayo Mungu tunakuhitaji wewe kuliko fedha wala dhahabu. Basi Mungu, fungua kinywa cha mtumwa wako na mjakazi wako, useme na watoto wako Bwana. Sema nao Mungu, kwa kuwa wameacha vyote kwa ajili yako, wamekuja kusikia wewe Bwana, na kuomba Mungu wangu wasikie maneno ya mwanadamu, wasikie wewe Mungu ukiwa unahudumia. Roho Mtakatifu, takasa kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, fikra zangu na vyote nilivyo navyo, na vikabidhi mikononi mwako. Naomba useme na watoto wako sasa na hata milele. Amen. Tupo kwenye maandalizi ya sikukuu ya mavuno, na leo hii nitaanza kueleza kutoka kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 27. Tasoma mstari mmoja wa 30. Kama tungefuata kalenda yetu ya KKT, leo somo lilikuwa linatoka Galatia sura ya 5, lakini mimi nimeacha leo Galatia, nimeamua nitumie hili la Mambo ya Walawi 27 mstari ule wa 30. Na usoma mstari mmoja peke yake. Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari ule wa 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi na kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Amen. Tuketi. Wapendwa wangu, leo nimekusudia sio kuhubiri, ni kufundisha, na natamani uokote kitu cha kusaidia katika maisha yako. Sio kuhubiri. Kuna tofauti ya kuhubiri na kufundisha na kusema neno. Leo mimi nimekusudia kufundisha. Sadaka ya mavuno inatolewa kwa neema. Neema ni upendeleo wa kimungu usiotokana na juhudi ya mwanadamu. Unapopata nafasi ya kusogea madhabahuni kwa ajili ya sadaka ya mavuno, unakwenda kwa neema. Na kwa sababu unakwenda kwa neema, tunapotoa sadaka hii hatununui chochote kutoka kwa Mungu. Hatuna kitu chochote cha kusema kwamba hiki nakifanya kwa ajili yako Mungu. Ni neema. Kwa sababu hiyo, sio wote wanaweza kuwa na mavuno. Sio wote wanaweza kuja kanisani na mavuno. Ni wachache waliopata neema ndio wanaweza kuja na mavuno. Ukiona umepata hiyo neema ukaja na mavuno kanisani, usijivune, kwa sababu ni neema. Upendeleo wa kimungu sio kwa kawaida unatembea kwenye maisha yako. Unajaribu kujihoji kwenye maisha yako, unakosa majibu kwa vile Mungu alivyokutendea, na kwa sababu hiyo unakuja kutoa sadaka ya mavuno kama sehemu ya neema. Tunaposema neema, maana yake tunajifunza kuwa hakuna kitu chochote ambacho ni chetu wenyewe. Uhai ulionao si wa kwako, umeazimwa. Maisha ulionayo si ya kwako, umeazimwa. Chochote ulichonacho sio cha kwako, umeazimwa. Ukisema hiki nilichoazimwa namrudishia aliyeniazima, ni neema. Wapendwa wangu, tarehe 2 tutakuja hapa kwa ajili ya kutoa mavuno, ni ya neema.
Ukiangalia katika maisha yako, ukipiga hesabu vile ambavyo Mungu amekutendea, halafu ukipiga mahesabu vile ambavyo unavileta, hutafika mahali ukaelewa ni neema tu. Kwa nini katika maisha yako usingeugua? Mungu amekulinda na magonjwa, akakuepusha na kila kitu, akakulinda na ajali za barabarani, akakulinda na vitu ambavyo ni vigumu kwenye maisha, halafu ukaja salama, ukamaliza mwaka salama. Hiyo ni neema. Na unapokuja na hiyo neema, huji kwa mwanadamu, unakuja kwa Mungu wako. Unapokuja kwa Mungu wako, unakuja kumonyesha neema uliyojaliwa naye na vile Mungu alivyofanya kwenye maisha yako. Ndugu zangu wapendwa, mimi huwaga najifundisha sana. Nikiamka asubuhi huwaga najifundisha sana. Najifundisha kujiuliza, hivi nililala saa ngapi? Saa ngapi usingizi ulipita? Halafu nimelala kwa muda gani? Nisipotazama saa siwezi kujua. Lakini nitatazama saa nikiwa nimeshaurudisha fahamu zangu. Lakini kuna kipindi nilizima kabisa. Kuna kipindi sikuwa mimi, chochote kingeweza kufanyika nisingejua. Masikio yangu yaliziba, macho yangu yaliziba, akili zangu ziliziba, kila kitu kilisimama. Halafu nikarudishiwa tena. Halafu nikaamka tena, nikatembea tena. Mimi kwangu naiona neema. Sitafuti muujiza mimi kwa kwenda mahali pote. Natafuta muujiza kwa nini niliamka. Halafu najiulizaga, nilipokuwa nalala bado moyo ulikuwa unatembea. Hakuna siku moyo wangu uliwahi kunyamaza kimya. Tokea niko tumboni mwa mama yangu, moyo unatembea mpaka hivi leo. Kuna wakati nachoka, kuna wakati mimi mwenyewe siwezi, lakini moyo wangu haujawahi kuchoka. Mimi naishi kwa neema. Kuna vitu ambavyo unaviangalia, unashika mahali unasema kwamba ni nini? Na saa nyingine nasemaga kwa neema niliyopewa, umri wangu huu kukosa mawani, mimi natembea kwenye neema. Mimi nasoma bila mawani. Lakini kuna watu wanabadilisha miwani kila mwaka, na kila baada ya miezi fulani wanabadilisha mawani. Mimi sikupata neema, sikuwa na mawani. Mimi naishi hivi nilivyo. Miaka hii iliyokwenda bado natazama mwanangu niliyemzaa mwenyewe akiwa yuko form 2 tu, anasema baba, uoni wangu umepungua. Form 2 namnunulia mawani. Mimi baba yake bado natembea. Hii ni neema. Mtazame jirani yako, mwambie umepata neema. Mara zote nimekuwa nasema, ndugu zangu, nikifika kipindi cha mavuno, huwa nasema mambo makubwa, lakini sidhani kama Kristo ananielewa. Huwa nasema mambo mazito, sidhani kama Kristo ananielewa. Na mwaka huu wenzetu kamati ilisema mchungaji uanze mwenyewe. Huwa nasema mambo mazito, lakini sidhani kama Kristo ananielewa. Na nasemaga hivi, na hii nitaisema tena leo. Kama Mungu amenipa neema, hii nguo yangu, hii niliyovaa, hili joho langu, ukipata gharama nafuu, hili joho langu nililolivaa hapa nje, hili ni 1,150,000. Yaani hapa nina 1,150,000 nimeivaa nje. Halafu hii inayozunguka hii ni 50,000. 200,000 hapa unaziona wewe, hizi ni 200,000. Hizi ni 200,000 zimepachikwa tu, hizi 200,000. Nikitoka hapa hizi 200,000 naenda kuziweka. Hii ni 200,000 nimeichukua. Ukiangalia huko chini sawa, viatu vya mtumba, lakini viatu bei yake sio chini ya 70. Yaani hapa na 270,000 unaiona wewe, natembea nayo. Hii ni 270,000. Halafu huku ndani nina shati la kichungaji, sio chini ya 50. Hiyo inakwenda 300,000. Hiyo shati la kichungaji ndio nalo ndani. Halafu kitoka hapa nje, hii hapa ni shilingi 20,000, 320,000 ninatembea nayo. Halafu nina suruali hata kama ya mtumba, lakini suruali hii haikosi 50,000. Laki ngapi hizo nakwenda? Nakimbilia 400,000. Halafu na nguo nyingine siwezi kutajia hapa nayo. Halafu naambiwa nije kutoa mavuno, na kuja na shilingi 20,000. Kweli mavuno yangu mimi ni shilingi 20,000? Mbona vitu tu nilivyovivaa vina thamani kubwa? Halafu naambiwa nitoe, hata nikitoa joho hili peke yake linafanana na mavuno yangu. Kama ninavikwa hivi kwa heshima hii, kama ninatembea hivi na heshima hii, nikiambiwa nitoe mavuno, halafu natoa shilingi 20,000, halafu nasema hii ndio neema ya Mungu. Nakwambia kuna kitu ambacho tunakipoteza wakati wa mavuno. Mtazame jirani yako, mtazame, halafu msemeshe, mwambie leo nimepiga mswaki wa shilingi 10,000. Mbona cheki? Amekasirika. Hata kama mswaki wa shilingi 10,000, alafu siku ya mavuno unaleta shilingi 500. Hivi na akili kweli unafanana? Yaani Mungu, mswaki ni bora kuliko Mungu.
Unakuja madhabahuni unasema nimebeba sadaka na nimekuja nayo sadaka. Nataka niwaambie ndugu zangu, tunatembea kwenye neema, tunaishi kwenye neema. Mimi sitegemei kama neema hii Segerea tunaipungukia. Mimi sitegemei kama neema hii Segerea itaendelea. Hii neema inafunuliwa kwa wakati na kwa majira. Majira kipita na neema inapita. Majira kiwepo na neema inakuwepo. Kufanikiwa kwako sasa hivi ni kwa neema. Na mimi nikihubiri waga nasema, achilia mbali ya sisi ambao tumezaliwa hapa mjini, lakini mimi nakumbuka ulivyokuja wewe Dar es Salaam. Na wengine mmekuja na ile kifuko cha lambo. Leo na nyumba Segerea. Leo na wewe Segerea umekaa. Kile kifuko chako cha lambo unakikumbuka. Unafika kama ulitokea kaskazini, utokea wapi? Unafika pale Ruvu unaangalia, ndio mara yako ya kwanza kuja unasema, huku tunakwenda ndio wapi? Ndio Dar es Salaam. Hii ndio Dar es Salaam. Halafu umekaa unamuuliza konda, akipita konda unamuuliza bado mbali. Unakumbuka? Bado mbali, hatujafika. Unafika unaenda tena mbele kidogo, ukifika Kibaha, kama umekuja wakati wa jioni, yale mataa ya Kibaha yakiwaka na kila kitu, unasema kwamba huku kweli naenda mjini. Sasa naenda mjini. Sasa ukifika Kibaha unaanza kuwaza, asipokuwepo mwenyeji wangu je? Yaani hilo ni wazo. Achilia mbali yenyewe mlikuja juzi na simu za mkono, na simu napigana simu. Sisi ambao tumekuja zamani Dar es Salaam, ukifika Kibaha unaanza kujiuliza, na unafika tu unakutana na magari, unasema hivi haya magari yote yana wenyewe? Halafu ndio yana wenyewe. Hapa nitavuka barabara. Nataka nikwambie, leo una nyumba yako, leo una gari lako. Tunakwambia lete mavuno Segerea, unasema kwamba yanaliwa, siwezi kupeleka, yanaliwa. Nani yale mavuno yako wewe? Nitakurudisha ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Segerea, Bwana Yesu asifiwe. Segerea, Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya mavuno ni upatanisho baina yako na Mungu wako. Na kwa sababu hiyo sadaka ina gharama. Sadaka inauma. Sadaka inaacha alama moyoni mwako. Ukiona umetoa sadaka haiumi. Ukiona umetoa sadaka haina alama, hiyo haijawa sadaka. Hakuna sadaka yote kwenye Biblia iliyotolewa alafu ikakosa kumuuma mtu aliyetoa. Wakati Baba Mungu anamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, aliumia sana. Siku ile Ijumaa Kuu kulikuwa na giza, Baba anaumia. Anamtoa mwanawe kuwa sadaka. Anamwachia mwanawe kuwa sadaka. Ile sadaka inamuuma, anataka kukomboa ulimwengu, sadaka inauma. Kama sadaka ya Mungu tu mwenyewe ilimuuma, sadaka yako ikiwa haumi, hujatoa sadaka. Naomba umuulize tu jirani yako, hivi mwaka jana unakumbuka ulitoa shilingi ngapi sadaka? Kama haimuumi hala hawezi kujua. Anasema tu kwamba nilitoa kwa sababu wenzangu walitoa. Sadaka ya mavuno inaandaliwa, ndio maana leo nimesimama kukuandaa. Bado tuna Jumapili 3 ziko mbele yetu leo na kuandaa ikuume sadaka ya mavuno. Utoe sadaka ya mavuno ambayo ndani yako utasikia kwamba nimetoa. Hakuna sadaka ambayo ukitoa isiyouma haijafika katikati ya Mungu. Jifundishe kutoa sadaka inayouma. Lakini sadaka ni upatanisho. Kuna vitu vingi sana vimepita kwenye maisha yako, havijakaa vizuri. Achilia sadaka ya mavuno ikupatanishe. Ili usogee mbele, ni lazima ubebe dhamana ya kusema napeleka sadaka. Na achilia sadaka. Sadaka ndugu zangu sio ya lazima, sadaka ni ya hiari. Lakini wakati unatoa kwa hiari inauma. Mungu alipomtuma mwanawe pekee Yesu Kristo, alipomtoa aliumia, lakini alimtoa kwa hiari. Hakumtoa kwa lazima, ilikuwa ni hiari. Mwana anaomba, anasema Baba, ikiwezekana usinitoe sadaka, lugha rahisi, ikiwezekana kikombe kiniepuke. Baba, ikiwezekana usinitoe sadaka. Baba kanyamaza kimya, wewe ni sadaka. Na mwisho wake anakwenda kupata aibu ya kifo cha msalabani. Hebu ndio niseme kidogo. Hivi Mwipile, wewe kwa ulofa wako mpaka na wewe umepata gari. Hivi ni akili zako kweli wewe kupata gari wewe Mwipile? Hivi Mwipile kweli wewe wa kuendesha gari katika barabara iliyotengenezwa kwa kodi zetu na unapita na gari lako? Wewe Mwipile, wewe tunakujua ulikotoka wewe. Wewe tunajua jinsi ulivyo. Unakumbuka kipindi kile unasoma primary wewe, unakumbuka? Namwambia Mwipile jamani, sio wewe. Hivi unakumbuka primary wewe? Unakumbuka wakati unavaa viatu vya bata? Wewe Mwipile vipi? Leo umepata gari. Wewe Mwipile unakumbuka wakati ule hamna sabuni unafua kwa majani ya mgomba? Wewe Mwipile unakumbuka?
leo Mwipilo umepata gari. Wewe Mwipilo unakumbuka ya kwamba wakati ule hata mlikuwa mnakula sahani moja nyinyi watoto 8, unakumbuka Mwipilo wewe? Leo na wewe una meza yako. Wewe Mwipilo unakumbuka wewe jinsi ambavyo ulivyokuwa madaftari unabeba katika mfuko wa karatasi unajaladia majalada ya magazeti, unakumbuka? Ndiyo nakumbuka. Leo nakuja hapa, leo Mungu amekupa neema, una gari. Halafu mafuta ya mwezi mmoja Mwipilo wewe unatoa mafuta ya mwezi mmoja shilingi 400,000, 500,000. Siku ya mavuno utanipa shilingi ngapi Mwipilo? Mwipilo jihoji, jiulize. Wewe mama Mwipilo wewe, mbona kila Jumamosi unataka hela kwenda saluni? Hivi ukienda kule saluni mama Mwipilo unalipa shilingi ngapi kila Jumamosi ili Jumapili utoke na mtoko mpya? Wewe mama Mwipilo wewe, uliokuwa na nywele za kipilipili, wewe leo unatoa na wewe, nao unaenda saluni na wewe, nao unarudi saluni. Hivi wewe ukiambiwa utoe mavuno mama Mwipilo utatoa shilingi ngapi? Mimi nasema mimi jamani, sio wewe. Tunafika mahali lazima tuone neema tuliyopewa na Mungu. Lazima tuone baraka tulizopewa na Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu anakuhitaji uonyeshe unyenyekevu. Uonyeshe utii. Unajaza full tanki mafuta siku ya mavuno, unatoa change iliyobakia kwenye mafuta. Alafu unasema, "Jamani, sasa hivi uchumi ni mgumu, lazima uchumi uwe mgumu." Naanza kuona kama maisha yananiendea vibaya, lazima maisha yaende vibaya. Tutakuja tarehe 2, tutakuja tarehe 9. Mungu amekupa neema, uko hapa Dar es Salaam. Mungu amekupa lile ulilokuwa nalo. Lile duka sio mali yako, lile duka ni mali ya Mungu. Amekupa ubia, amekupa kushirikiana naye. Amekupa nafasi ya Mungu kuwa sehemu ya pamoja naye katika maisha yako. Lile duka ulilokuwa nayo, kuna gharama ya Mungu aliyoweka katika lile duka. Usizani unavyouza maandazi yako, unapita una watu 2 3 wanunua maandazi, wanazania maandazi yako bora. Mungu amekupa wateja wa yale maandazi. Sadaka ni ulinzi. Mungu ni mshirika na wewe. Kwenye shamba lako ulilima shamba, kwenye kazi yako uliajiriwa, kwenye kila kitu chako wewe mfanya biashara, Mungu ni mshirika pamoja nawe. Kijana wangu mmoja ameniletea saa juzi. Alikaa hapo Segerea gerezani kwa mwaka 1 na miezi kadhaa, hapo Segerea gerezani. Alikamatwa katika duka la pharmacy, duka la dawa. Alikamatwa katika maduka ya madawa. Kuna dawa ambazo haziruhusiwi kuuza kulingana na duka lako. Kuna dawa nyingine lazima ziuzwe hospitali, haziwezi kuuzwa kwenye pharmacy. Sasa walipokuwa wenzake wamemchoma, alisema ana dawa. Walipoenda kumkagua, akazikuta dawa zile ambazo haziruhusiwi kuuzwa kwenye maduka ya madawa ya kawaida. Na zile dawa ni dawa zinazotumika kwa ajili ya operation. Zile dawa zinakuwa ni dawa za kulevya. Kwa akatengenezewa kesi ya madawa ya kulevya, akakaa ndani. Wakati akiwa anakaribia kwenda ndani, miezi 2 au 3 ya nyuma, alikuwa na maduka 2 yote ya madawa. Duka moja liliteketea kabisa Kariakoo. Akakamatwa, akawekwa ndani. Walipomkagua, kumbe alikuwa hana leseni ya kuendesha biashara. Akauza duka lile, akauza na viwanja, akauza na kila kitu apambanie kesi yake. Mungu akamsaidia, akatoka gerezani. Lakini hata nyumba aliyokuwa amekaa nayo pia walilazimika kuuza, akapange. Unaweza kaa uko juu kabisa kwenye maisha, siku moja ukashuka chini kabisa kwenye maisha. Anaweza kulinda hapo ulipo, anaweza kusimama hapo ulipo ni Mungu peke yake, ambaye anakuambia kwamba vyote ulivyo navyo ni mali yake. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi,
ni ya Bwana. Vyote ulivyo navyo ni vya Bwana. Kama ni mbegu, kama ni matunda, kama ni chochote kinacho, ni cha Bwana. Kila mtu anatoa kulazimika kutoa sadaka ya mavuno. Kila mtu Mwanasegerea analazimika, sio anaombwa, analazimika. Sadaka hii humpi Mwipile. Sadaka hii unampa Mungu wako. Na ukimpa Mungu wako, yeye ndiye anajua kwa nini unampa. Anajenga partnership, anajenga mahusiano. Kwa hiyo mwenye vichache aseme kwamba nina vichache. Sadaka ni ya matajiri. Sadaka sio kwa ajili ya matajiri. Sadaka ni ya kila mtu. Aliyekuwa na uwezo asifike mahali akasema nikitoa hii inatosha. Mungu haangalii hivyo. Mungu anaangalia ulichobakiza, sio unachokitoa. Lakini sadaka inaondoa laana. Kuna wakati tunaishi kwenye maisha ya laana. Laana haiondolewi kwa jambo lingine lote, laana inaondolewa kwa sadaka. Yesu anapokuja, anakuja kuondoa laana kwa kifo chake cha msalabani. Sadaka inaondoa laana. Kuna vitu fulani haviendi, Mungu anataka avisukume viende, anasubiri sadaka. Sadaka haipo. Na Segerea niwafundishe leo. Hii kitu nimetamani nikiseme siku nyingi. Segerea mna watu wawili tofauti. Mna mtu mmoja anaitwa mchungaji na mtu mwingine anaitwa Mwipile. Huyu mchungaji wa Segerea ataishi kwa kutunzwa na wana Segerea. Huyu Mwipile sio lazima tumtunze. Una wajibu wa kumtunza mchungaji wa Segerea, sio kumtunza Mwipile. Mwipile Mungu amempa neema, ana vimaokoto vyake. Vile vimaokoto ni vya Mwipile, sio vya mchungaji. Mchungaji anaishi kwa kutegemea washirika wake. Sasa hivi Mwipile amebarikiwa sana na Mungu kwa sababu Mwipile anamtunza mchungaji. Hivi nikisema hivyo utanielewa. Mwipile anamtunza mchungaji. Lakini wana Segerea wanaweza wakashindwa kumtunza mchungaji, wakataka Mwipile amtunze mchungaji. Lazima Mwipile atabarikiwa kwa sababu Mwipile anamtunza mchungaji. Halafu utakaa utaangalia utamweka Mwipile ndio mchungaji. No. Mwipile tabakia kwa Mwipile. Akitoka hapa Mwipile na maisha yake, mwache Mwipile. Kwa sababu mchungaji atahama siku moja, ataondoka siku moja, lakini Mwipile atabakia na maisha yake huko aliko. Ukimchukua Mwipile ukisema ndiye mchungaji, ukisema Mwipile anajitunza mwenyewe, utakuwa unamkosea. Na Mwipile atapoendelea kumtunza mchungaji, Mwipile atabarikiwa. Hili nimesema leo na Segerea. Kwa sababu wale wengi wanaogopa kumtunza mchungaji. Wanasema mchungaji ana uwezo. Wewe mchungaji, mimi sina uwezo mchungaji. Mwipile ana uwezo, mchungaji hana uwezo. Mchungaji anategemea washirika wake. Mwipile anaweza akawa na maisha yake, mchungaji hana maisha yake. Maisha ya mchungaji ni kwa Wakristo wake. Hivi mnaelewa ninachosema au nasema mwenyewe? Mnakasirika? Mimi nimeshamwambia tayari Mwipile, nimemwambia mtunze mchungaji, msaidie mchungaji, fanya kwa ajili ya mchungaji. Kwa Mwipile akifanya maisha yake huko nje, Mwipile anaenda kutoa sadaka mchungaji, anampa na gari, anakuja nayo sharikani. Mwipile anaweka mafuta kwenye gari la mchungaji wako. Mwipile ana gari la mchungaji wako likipata shida, Mwipile anapeleka garage, anaenda kulitengeneza gari. Kwa nini Mwipile sifanikiwe? Kwa nini Mwipile sibarikiwe? Na kwa nini mchungaji wa kwako Segerea unasema kwamba mwache, tumemwachia Mwipile amtunze? Atamtunza kweli, lakini wewe nini unachopata? Si kama naeleweka? Kama usiponielewa, Mungu akusaidie usinielewe. Ili nimwachie jukumu hilo Mwipile aendelee kubarikiwa, kwa sababu tumempa jukumu hilo naye analifanya. Utoaji wa sadaka ni ukarimu. Tena utoaji wa sadaka ni heshima. Mtu anapotoa sadaka kwa Mungu anamheshimu. Mtu akitoa sadaka kwa Mungu anamuonyesha ukarimu. Na mahali kwenye kuonyesha ukarimu Mungu hujaza. Na Mungu huwaga hapungukiwi. Nimeacha muda mrefu kutoa mfano huu. Utakuwa umesaulika kwa sababu Wakristo wanabadilika. Leo nitaurudia tena kwa sababu nikusaidie. Nimeshausema, kwa hiyo nikisema tena ni sehemu tu ya nyongeza. Kipindi ambacho nafanya biashara na wakati maisha ya kibiashara yamenikubali, miaka ya nyuma hiyo,
miaka ya 80 hiyo, nilikuwa nafanya biashara, na biashara zilikuwa zimenikubali miaka hiyo ya 80. Wakati sijawa mchungaji, sijawa mwinjilisti, sijawa Mkristo, nilikuwa na maisha yangu. Mara nyingi nimesema hili jambo kwa sababu limenitokea na limeweka alama katika moyo wangu. Nikienda kiwanda cha karatasi kule Mgororo SPM, kile kiwanda wakati kilikuwa kimeshikwa na watu wa Afrika Kusini, ndio alikuwa anakiendesha kile kiwanda. Na nilikuwa na rafiki yangu ndiye alikuwa mkurugenzi Mwafrika kwenye kile kiwanda. Akaniambia, karibu unitembelee. Nilikuwa nimepata tenda kubwa ya kuuza karatasi, na karatasi zilikuwa zinapatikana pale kiwandani. Kwa nimepata ile tenda, kwa nikawa naenda kuzungumza ile tenda kwa ajili ya karatasi. Nazipataje zile karatasi kutoka Mgororo SPM kuzileta Dar es Salaam? Kwa hiyo nimeshapata kila kitu. Akasema twende tukakae tuzungumze. Nikapanda treni yangu ya Tazara, nikashuka pale Mgororo. Yule ndugu akanifuata na Land Rover. Land Rover wakati ndio gari za heshima. Akanifuata na Land Rover. Niliposhuka kwenye treni ya Tazara, yule ndugu akaja kunitazama, akaniambia, wewe ndio Mwipile? Wewe ndio Ismail? Nikasema ndio mimi. Na kipindi kile mashati bora kabisa alikuwa anaitwa Juliana Pataya. Ile mizee ya kizamani tunaona inatikiza kichwa namna hii. Na suruali nimevaa corduroy Lee Kenya. Halafu baba alikuwa anafanya kazi mamlaka ya bandari. Sijui kwa namna yake mwenyewe anajua, lakini alituletea viatu, tulikuwa na viatu vingi sana. Kiatu nilichokivaa siku ile kilikuwa ni kiatu ambacho ndani kimewekewa sufi. Kwa niliposhuka kwenye treni akanitazama akasema, kwa kweli nimekuona. Na unajua kibinadamu ukisifiwa kichwa nje ya kituni, lakini ndani kuna kitu fulani kinatokea. Kila nikienda yule bwana ananiambia kwamba, Ismaili, hivi Dar es Salaam mnaishije? Mnafanya nini? Sasa nje usemi, lakini uko ndani kuna kitu fulani kinafanyika. Kichwa kinakuwa tafsiri yake. Akaenda katika Land Rover yake akanifungulia Land Rover. Karibu Land Rover kiwanda. Nikaingia kwenye Land Rover. Akawasha Land Rover. Tunaondoka. Tumefika katika nyumba ya mkurugenzi. Tumepaki pale gari, wakaja askari kufungua gate, tukaingia. Tulipoingia mke wake akatoka anamuhimiza, njoo muone Ismail, njoo muone. Unaona watu wa Dar es Salaam hawa. Na sisi tukifanikiwa mke wangu tutakuwa kama huyu. Karibu sana bwana, karibu. Sasa natazama pale ndani napokaribishwa kuna carpet lisilokuwa la kawaida. Muungwana ukiona carpet kama lile huwezi ukaingia na viatu. Sasa mimi sifa zile zote zilizokuwa nazo, lakini shida ilikuwa kwenye soksi. Wakati navaa soksi nilitegesha, kidole kikubwa kiliingia, kidole kidogo kilibakia pale, nikaingiza. Hapa katikati hapa vile vidole vinne vitatu vyote vilikuwa vinatazama nje. Na ananihimiza, Ismail unaweza kuvua viatu tu, unaweza kuvua viatu. Na yule mwanamke naye ametoka pale, shemeji, acha tu viatu. Wote macho wanatazama kwenye viatu. Wangetazama pembeni ningevua double kiatu na soksi. Ninajua ufundi huo nao. Lakini wanatazama pale pale, atafanyaje leo? Itakuwaje leo? Sasa kwa shida mno wanavyonihimiza na mimi sina namna, nikaanza kutoa kiatu cha mguu wa kushoto kwa shida sana. Najua kilichomo ndani. Nikafanikiwa. Nilipomaliza pale sana jua kiatu cha mguu kulia kilikuwa ni shida kwa sababu kule mbele kote kulikuwa kuko wazi, halafu na kunyuma kwenye kisigino kulikuwa na mduara kama ramani ya Ziwa Victoria. Sasa hii ni shida kuliko cha mguu wa kushoto. Nafanyaje kutoa? Nilipofanikiwa kutoa, ghafla kukatokea na harufu. Na yule ndugu hakuwa na huruma, mpaka leo namkumbuka. Akaenda ndani akachukua spray bwana, akaja pale kumspray viatu vyangu. Akanimaliza kabisa. Kila anachosema nawaza, hivi kwa nini nilivaa viatu hivi? Kila anachosema nawaza zile sifa nilizokuwa nazo barabarani. Nawaza sasa inakuwaje? Watu watakusifia sana leo, lakini Mungu anaangalia moyo, haangalii vya nje.
Wale wengi tunaweza tukaona nje, lakini tunatamani mavuno tuone vilivyomo ndani. Ndani utafanya nini kwenye mavuno? Tukazungumza mazungumzo yale, tulipomaliza shida sasa ilikuwa navaaje mbele yao. Lakini kwa sababu nilivua itabidi kwamba nivaa hivyo hivyo. Shemeji, socks hizi unazungumza hata hujui. Socks hizi nilikuwa tu nimesahau zile nyingine, nikaona hata mazungumzo hayana maana yoyote. Unajua ukishajeruhiwa unazungumza ovyo hujui nini uzungumze, nini uache. Yale shemeji anambia haina shida shemeji, haina shida. Usijali shemeji, usijali. Maisha yanakwenda hivyo hivyo. Lakini shemeji, viatu vyako vizuri. Nasema wewe anasema kweli, anamaanisha au yale ananikejeli? Yaani kila anachosema na hivi ndivyo ilivyo kwa Kristo. Hivi ninavyosema kuna wengine wanasema anatukejeli tu au anamaanisha. Nataka nikwambie kilichomo ndani ndicho Mungu anachokithamini kuliko kilichopo nje. Tunakuja kwenye mavuno, Mungu haangalii nje, anaangalia ndani. Nje tunataka kuona wewe ni Mkristo mzuri, unakuja kanisani, na Mungu anaangalia mavuno uliyokuwa nayo. Anaangalia tarehe 2 utaleta nini, anaangalia tarehe 9 utaleta nini. Anaangalia vile ambavyo Mungu anatamani viwepo kwenye maisha yako. Anaangalia namna gani. Na saa nyingine Mkristo anakuja kanisani, anarudi halafu hata hajui kama alikuja kanisani. Kwa nini? Hakupokea kitu kanisani. Natamani ukija kanisani ukiondoka uondoke na kitu kitakachokaa moyoni mwako, kitakachojenga maisha yako, kitakachoinua maisha yako, ili ufike mahali useme kwamba asante Mungu. Na wimbo wangu nimeusahau, lakini sasa hivi nimeukumbuka. Wimbo huu waga na wimba tukifua tunafunga ibada, lakini naimbaga mimi na nyinyi mnainitikia. Waga nasema hivi, nimrudishie Bwana nini? Nyinyi mnaitikia, kwa ukarimu wake wote alionitendea. Unaona, tukaimba tena, nimrudishie Bwana nini? Hebu turudi nyumbani kwetu, kwenye familia zetu. Rudi nyumbani. Wewe mama, nakurudisha kwenye ile friji. Ile friji yako, umeona? Umeona vile vilivyomo ndani ya friji? Umeona ile friji yako Nimrudishie Bwana nini? Wewe pale kwenye ile kabati lako. Umeona ile kabati lako? Fungua ile kabati, ndio, fungua. Umeona hapo? Umeona ile kabati hilo? Umeona Nimrudishie Bwana nini? Wewe baba, nikulete kwenye wallet yako. Wallet yako hiyo ambayo umekuja nayo hapa ibadani. Hiyo wallet yako hiyo. Unaona ile portion ile pale ile. Unaona ile? Umeona ile? Umeona? Baba, nimrudishie Bwana nini? Tuende kwenye ile account yako, anasema kwamba sina kitu huko. Sina kitu huko. Kwenye ile account yako. Umeona ile account yako Umeona ile salio la account yako Akuuliza tena, nimrudishie Bwana nini? Kule tumeenda mbali. Ngoja turudi jana asubuhi. Naitazama chai yako ulikunywa jana asubuhi. Natazama chakula chako cha mchana ulichokula jana. Natazama chakula chako ulichokula jana jioni. Nimrudishie Bwana nini? Nachukua sasa sadaka yako ulileta leo. Yaani ulipoinuka pale, tutoe sadaka ya misioni. Ile sadaka uliinuka nayo, nimrudishie Bwana nini? Hebu nichukue na ile bahasha yako, kile ulichokuwa unakishindilia ndani. Halafu tazama kile ulichobakia nacho katika mfuko wako leo, nimrudishie Bwana nini? Nimejisikia tumalize kwa kutoa sadaka. Sadaka ya mavuno. Tunaanza leo. Nimejisikia tutoe sadaka ya mavuno.
Tumeshamaliza sadaka zote, tumeshamaliza ahadi, jengo, mfuko wa elimu. Sasa tuna sadaka nyingine. Mimi nimesikia tumooni mwangu tutoe sadaka ya mavuno. Kama huna, nimrudishie Bwana nini? Yaani sio sadaka ya lazima. Vile tu mimi nimejisikia tu. Sijui mimi mwenyewe, sijui ni Roho wa Mungu anasema, lakini nimejisikia tutoe sadaka ya mavuno. Tutoe sadaka ya mavuno. Nimejisikia tutoe sadaka ya mavuno. Karibu unayependa kutoa sadaka ya mavuno leo? Karibu unayependa kutoa sadaka ya mavuno leo? Mimi nimejisikia tu, sio lazima. Kwa hiyo kama ukisema kwamba nasubiri tarehe ngapi ndo nianze, mimi nimejisikia tu. Wakati naimba Bwana usemi yangu, na kawaida yetu ni kama tulivyo wana praise, sisi huduma yetu ni kuimba. Masuala ya kutoa na vitu vingine yaani sauti zetu sisi ni sadaka. Kwa hiyo Mungu atupe neema sisi waimbaji. Karibuni kwenye sadaka yenu ya kuimba. Anayependa jamani, anayependa kuja kutoa sadaka ya mavuno ya leo, tuna start mavuno ili tuende mbele, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi njema itakayekuja mbele yetu. Karibu kwenye sadaka yetu ya mavuno. Usimsubiri mwenzako, kwa sababu mwenzako ndiye anakusubiri wewe, ndio shida. na inawezekana kabisa na soksi kama za kwangu. Sasa utamwambia kwamba toa, kumbe mwenzako akitoa anakuja kuuliza nitakula nini leo nyumbani. Karibuni praise. Mbona hamjainuka? Au ni mwashtua yale maneno maneno ya mhubiri hayo?